Unasikiliza kipindi cha Saa ya Urejesho na mdogo wake na Yesu. Habari njema kwa Watanzania wote. Prophet Charles wa urejesho kutoka Katoro Geita. Nabii mwenye upako wa kutatua matatizo yako. Wasiliana naye kwa simu namba 0756 96 40 99. Usiruhusu misukosuko. Prophet Charles anakuja kuivunja vunja. Kutoka Katoro tunakukaribisha katika ibada zetu kwa ajili ya kupokea huduma ya kiroho. Uwe na mateso, magonjwa mbalimbali kama vile kansa, tumbo, miguu kuwaka moto, kukosa uzazi, na hata wewe unayesumbuliwa na wachawi, mapepo, majini, ndoto mbaya, na hata kwa wewe mwanafunzi uwe una matatizo shuleni, vyuoni, kukosa kazi na changamoto mbalimbali za mahusiano. Kwa mawasiliano zaidi utampigia simu namba 0756 40 99 au 0733 au unaweza kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kama mdogo wake na Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yake ya YouTube akijulikana kama mdogo wake na Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wangu unayenisikiliza hapa, ni mdogo wake na Yesu, Prophet Charles. Ninaripoti kutokea Katoro Geita katika madhabahu ya urejesho wa Masika Tanzania. Sijajua msikilizaji unanisikiliza ukiwa wapi. Tega sikio lako tena Mtanzania, siku ya leo nina habari njema kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Nimekuja mbele zako masikioni mwako leo, tena ni siku ya ajabu sana ambayo Yesu amenituma masikioni mwako. Nina habari kwa ajili ya mateso ulionayo. Huyu ni nabii wa urejesho, naitwa mdogo wake na Yesu. Kabla sijafika mbali, chukua namba yangu ya simu ambayo ni 0756 96 40 99. Ni Prophet Charles hapa, mdogo wake na Yesu. Chukua namba yangu ya simu, hii ni namba kwa ajili ya maombezi, ni 0756 96 40 99. Lakini pia unaweza ukanifuatilia mtandaoni, ninapatikana YouTube unapatikana kwa jina la mdogo wake na Yesu. Unaweza ukapata huduma YouTube muda wote, lakini pia namba ya simu utaweza kuipata mtandaoni. Wewe unaweza ukanipata Facebook kwa jina la mdogo wake na Yesu. Unaweza ukanipata YouTube kwa jina la mdogo wake na Yesu. Kumbuka niko hapa kwa ajili ya maombezi. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, umekuwa na mateso, umekuwa na changamoto ambazo zinakutatiza. Nataka unisikilize leo, maana maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Maisha yako yanakwenda kurejeshwa, maana unayemsikiliza hapa ni mdogo wake na Yesu, Prophet Charles. Ninakuletea habari ya urejesho, ninakuletea habari ya ukombozi na urejesho kwenye maisha yako. Msikilizaji, ninajua ya kwamba hapa ulipo unanisikiliza vizuri wakati huu. Nina habari njema kwa ajili yako, lakini kabla sijaenda mbali zaidi, nataka wakati huu nikakuletee habari nzuri ya kwamba chukua namba ya simu, maana unaweza ukanitumia SMS, lakini kupitia namba hiyo unaweza ukanitafuta pia WhatsApp. Namba ya simu ni 0756 96 40 99. Hii ni namba kwa ajili ya maombezi. Nipigie mchana, nipigie usiku, mimi muda wote nitaweza kuhudumia maisha yako. Umezunguka muda mrefu na changamoto hiyo, umeteseka kwa muda mrefu na changamoto hiyo, na amekosekana mtu wa kuweza kuitatua hiyo changamoto yako. Lakini sasa Mungu amekuona, Mungu amesikia kilio chako, Mungu amesikia mateso yako msikilizaji. Ndio maana amenituma masikioni mwako leo kupitia njia hiyo unaonisikiliza. Lakini pia unaweza ukanifuatilia YouTube, andika mdogo wake na Yesu. Utaweza kubarikiwa na kukombolewa maisha yako. Ni mdogo wake na Yesu hapa. Nina habari njema kwa ajili yako msikilizaji siku ya leo. Unanisikiliza ukiwa hapo kando ya redio yako, unanisikiliza uko kwenye usafiri, unanisikiliza kupitia jirani. Nina habari njema kwa ajili yako majira haya. Lakini kabla hatujafika mbali,
nataka ujue ninapatikana katika mji wa Katoro. Niko hapa Katoro mjini. Ukifika Katoro uliza kwa Chazi, utaweza kunifikia na maisha yako hayatabaki ya kawaida. Lakini pia naweza nikakuhudumia kupitia njia ya simu na maisha yako yatachukua ukurasa mwingine. Chukua namba yangu ya simu nami nitaweza kuomba pamoja na wewe, lakini unaweza ukanitumia ujumbe mfupi wa maandishi na mimi nitauona, nitashughulika na kesi yako. Namba yangu ya simu ni 0756 96 40 99. Ni mdogo wake na Yesu. Namba ya simu ni 0756 96 40 99. Utanipigia simu muda wote, nitaweza kushughulika na matatizo yako. Kila tatizo linawezekana kama utachukua hatua ya kuamini. Siku ya leo mwisho wa matatizo yako utakuwa umefika. Kabla hatujaendelea mbali sana, pengine unasafiri, unanisikiliza mara moja, nikupatie namba ya simu, maana utanipigia simu msikilizaji, nami nitakuombea, nitakutabilia, nitakuombea na maisha yako yatafunguliwa. Unasumbuliwa na mapepo, unasumbuliwa na uchawi, unasumbuliwa na madeni, unasumbuliwa na ndoto mbaya, unasumbuliwa na wachawi, unasumbuliwa na mizimu, umelogwa, matatizo yamekuandama, unatembea unaongea peke yako, maisha yako yameharibiwa, nyota yako imeibiwa, unahitaji kurejeshewa. Nami niko hapa, nabii wa urejesho. Nitakwenda kurejesha kila ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako. Chukua namba yangu ya simu 0756 96 40 99. Hii ni namba kwa ajili ya maombezi na mimi nitashughulika na kesi yako. Namba ya simu ni muhimu sana. Inawezekana leo hauna tatizo, lakini kuna ndugu yako ana tatizo. Inawezekana leo hauna changamoto, lakini kesho utahitaji msaada wa maombezi. Nataka nikuletee ushuhuda mmoja. Siku moja nikiwa nasafiri natoka Dar es Salaam, nimefika katika mji wa Kahama, nikaona simu inaingia. Hiyo simu, huyu mtu alikuwa analia, anajitambulisha, akasema, hapa nilipo niko hospitali, niko labor ward, hapa uchungu umekata na siku za kujifungua zimefika. Sasa akasema, nahitaji msaada wako nabii, nahitaji msaada wako mdogo wake na Yesu, uweze kuniombea, maana uchungu haupo na muda wa kujifungua umefika. Nisikilize msikilizaji, aliponipigia ni kwa sababu anahitaji msaada, nami nilianza kumwombea kwa njia ya simu akiwa kwenye odi ya kujifungua, na dakika hizo hizo akawa amejifungua na akapiga simu akiwa anamshukuru Mungu. Kwa hiyo hata wewe msikilizaji, inawezekana leo unaweza usione umuhimu wa namba hii, lakini kesho hautajua. Una kesi mahakamani, umezurumiwa haki zako, umezurumiwa mali zako, umezurumiwa afya yako, nipigie simu na tutaweza kurejesha kila ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako. Namba ya simu 0756 96 40 99. Nitarudia 0756 96 40 99. Andika mdogo wake na Yesu, Prophet Charles, nami nitatatua matatizo yako. Wakati unataka nikakuletee neno lake Bwana katika majira haya, ni siku ya baraka, ni siku ya urejesho. Ni katika Isaya ile sura ya 46, nami nitasoma mstari ule wa 12. Biblia inasema, nisikilizeni ninyi mlio na moyo mshupavu, mlio mbali na haki. Nitarudia, nisikilizeni ninyi mlio na moyo mshupavu, mlio mbali na haki. Mimi ninaleta karibu haki yangu, haitakuwa mbali
na wokovu wangu hautakawia, nami nitaweka wokovu katika Sayuni. Nataka unisikilize msikilizaji. Biblia inasema nisikilizeni enyi wenye mioyo mishupavu. Mungu anajua ya kwamba una moyo mshupavu. Watu wenye mioyo mishupavu ni watu wa namna gani? Nataka unisikilize. Pengine haujui ya kwamba uko kwenye kundi la watu wenye mioyo mishupavu, watu walio mbali na haki. Biblia inasema nisikilizeni. Mtu ambaye ana moyo mshupavu ni mtu anayesikia lakini anachelewa kufanya maamuzi. Ni mtu anayerogwa lakini anashindwa kufanya maamuzi ya kwenda kuombewa. Huyo mtu ana moyo mshupavu. Inawezekana ni wewe msikilizaji, una moyo mshupavu hapo ulipo. Mateso yatakuua kwa sababu ya moyo mshupavu. Utaendelea kutupa pesa hospitali kwa sababu ya moyo mshupavu. Utaendelea kuzunguka kwa waganga kwa sababu ya moyo mshupavu. Biblia yangu inaniambia ya kwamba nisikilizeni enyi wenye mioyo mishupavu. Tangu umeshupaza moyo wako kama Farao, lakini mateso ndiyo hayaondoki. Umeshupaza moyo wako, umeshupaza shingo kama jiwe, lakini unaendelea kutabika. Ushupavu wa moyo hautakusaidia. Njia ni moja tu, ni kujisalimisha. Chukua namba yangu ya simu, acha ushupavu wa moyo. Utakufa na hayo mateso, utakufa na hayo magonjwa. Chukua namba ya simu 0756 96 40 99. Usiwe na moyo mshupavu. Chukua namba ya simu, itakusaidia 0756 99. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi. Neno lake Bwana linasema nisikilizeni enyi wenye mioyo mishupavu. Tangu umelogwa uko hapo, umeng'ang'ania, unaendelea kumaliza pesa kwa waganga kwa sababu ya moyo mshupavu. Unaendelea kufa pole pole, unaendelea kuliwa na madeni, unaendelea kulishwa kwenye ndoto, unaendelea kupigwa na kansa, unaendelea kupigwa na uvimbe kwa sababu ya ushupavu wa moyo. Amua leo msikilizaji, na hiyo tatizo lako litaondoka. Acha ushupavu wa moyo, jisalimishe. Bwana amenituma kwako, Bwana amenitia mafuta ili kuondoa matatizo yako. Bwana amenitia mafuta ili kuweza kuondoa shida yako. Biblia yangu inaniambia Roho wa Bwana yuko juu yangu, naye amenitia mafuta kuwatangazia watu ukombozi, kuwatangazia watu urejesho. Umezunguka hospitali, unaposikia sasa hivi hata una mateso hapo ulipo, nataka nikuachie namba ya simu. Acha kushupaza moyo, hilo tatizo litakuua. Acha kushupaza moyo, hao wachawi watakuua. Niamini mimi nikuombee, na hiyo tatizo itaondoka. Naitwa mdogo wake na Yesu, ninatokea katika mji wa Katoro. Nina habari njema kwa ajili yako. Acha kushupaza moyo, hilo tatizo halitaondoka kwa kunywa madawa ya kienyeji. Hilo tatizo halitaondoka kwa kuoga makaburini. Hilo tatizo halitaondoka kwa kulazwa njia panda. Hilo tatizo litaondoka tu kwa njia ya kuombewa, maana hicho kifungo tangu umezunguka hospitali hakijawahi kuisha. Ninaona una malaria ya kulogwa, ninaona una uvimbe wa kulogwa, unahitaji kurejeshewa afya yako, nami niko hapa. Chukua namba ya simu 0756 96
40 99 07 56 96 40 99. Ninaitwa mdogo wake na Yesu. Nifuatilie YouTube, ingia YouTube, search mdogo wake na Yesu, utaiona miujiza. Acha kushupaza moyo. Biblia yangu inaniambia, nisikilizeni ninyi mlio na moyo mshupavu, mlio mbali na haki. Moyo mshupavu hautakusaidia. Acha kushupaza moyo. Yesu amenipa kipawa cha kuponya magonjwa. Yesu amenipa huduma ya kutabiria maisha yako. Jisalimishe leo ili ukaone ukombozi, ukaone kufunguliwa, ukaone uponyaji, ukaone deliverance. Ninapatikana katika mji wa Katoro. Niko hapa mdogo wake na Yesu. Chukua namba yangu ya simu nami nitakuombea. Matatizo yako yataondoka. Ndoa yako usishupazie shingo. Acha kushupaza moyo, utavunjika. Jisalimishe. Kuna watu tumetiwa mafuta. Ninaitwa mdogo wake na Yesu. Nimeanza kuhudumia watu tangu nikiwa mwana kaseta mpaka leo. Watu wanafunguliwa, watu wanafunguliwa mpaka nchi za nje. Wewe tatizo lako ni dogo, wewe shida yako ni ndogo. Nataka unisikilize, nimetuma masikioni mwako. Wewe mwenye kushupaza moyo, acha kushupaza moyo. Chukua namba ya simu, acha kushupaza moyo. Piga simu, acha kushupaza moyo. Hilo tatizo halitaondoka kwa hayo mambo unayoyafanya. Hilo tatizo halitakuacha. Chukua namba ya simu 07 56 96 40 99. Naitwa mdogo wake na Yesu. Mtandaoni napatikana kwa jina la mdogo wake na Yesu. Ingia YouTube kwa jina la mdogo wake na Yesu. Nitazame Facebook kwa jina la mdogo wake na Yesu. TikTok mdogo wake na Yesu. Ninapatikana Katoro. Ukifika Katoro, uliza kwa Charles, utaweza kufika. Neno la Bwana linasema, nisikilize. Unasema umeombewa sana. Sijakataa, lakini hujakutana na mtu mwenye upako. Kumbuka katika huduma kuna vitengo. Kama unavyoweza kuona aina ya madaktari. Kuna daktari bingwa wa matatizo ya wanawake, kuna daktari fulani wa matatizo fulani. Hivyo ndivyo ilivyo hata katika huduma 5. Kuna watu wamepewa zamana kwa ajili ya kutatua tu matatizo ya watu. Na huyu unayenisikiliza, mimi sio tu mhubiri wa Injili, mimi ni mtu ambaye ni nabii mwenye kutatua matatizo. Ninaitwa mdogo wake na Yesu. Nimetumwa na Yesu, nimewekwa na Yesu kwa ajili yako msikilizaji. Kila tatizo ulilonalo linakwenda kuondoka. Kila shida ulionayo inakwenda kuondoka. Nataka wakati huu tukasikilize shuhuda na maisha yako yanakwenda kufunguliwa. Nimesimama mbele yenu na mbele za Mungu kurudisha sifa na utukufu mbele zake kwa matendo makuu aliyonitendea kupitia ibada ya Jumapili ya kuchukua maji ya urejesho. Mimi toka mwezi wa 9 kuna ndoto niliyoiota. Sasa toka nilivyoiota hiyo ndoto, tumbo lilikuwa likinisumbua sana, kana kwamba mtu mjamzito. Tumbo langu lilikuwa kama vile limebeba kitu kizito ndani. Baada ya baba kutoa maelekezo ya kwamba tunywe mafundo 7, nilipomaliza kunywa mafundo 7 nilisikia kama kuna kitu kinazunguka kwenye tumbo langu. Baada ya hapo nilianza kutapika pale. Nadhani waliokuwa karibu waliniona. Toka siku hiyo nilifunguliwa, tumbo langu ni jepesi na mimi ni mzima. Kuna mwingine hapa naye ana neno la kutuambia. Hebu tusikilize pamoja. Tunamshukuru Mungu kwa maji aliyoyaombea Baba. Kweli katika ndani ya nyumba yangu kulikuwa na vitisho vingi
Mwingine huyo hapa, Yesu amemtendea jambo kubwa. Hebu sikiliza mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Ana, kijana kutoka mahali hapa. Nami napenda kumshukuru Mungu na mdogo wake na Yesu kwa maombezi yake. Kwa kweli mimi nilikuwa nikisumbuliwa na ndoto mbaya, nilikuwa nikisumbuliwa nikizini kwenye ndoto. Nilikuwa nasumbuliwa na ndoto mbalimbali tu. Lakini namshukuru Mungu baada ya maombezi ya mdogo wake na kuniombea kwa hiyo sijaona tena hizo ndoto. Na pia namshukuru Mungu kwa kweli kwa kuniponya. Tokea nidai huyo mtoto, nilimzaa mtoto nilipita kama siku 2-3. Niliuma matiti. Yaani niliuma matiti kwenye vinyonyo vya mtoto baba na nyonya. Yaani vinyonyo vilipasuka. Yaani wale matiti na vinyonyo vikapasuka ikawa na vidonda. Yaani kunyosha ikawa shida kweli. Yaani mtoto akilia tamani nitoka hata nikiwa namsikia tu alia tu nisimuonyeshe. Hata nikionyesha nini nafikia ni maumivu makali hadi mdomoni nilikuwa inafikia kipindi hadi ninalia. Sababu ya mtoto ambaye nilikuwa nafikia mtoto akinyonya. Nafikia maumivu mtoto akininyonya, yani kama vile matiti kama vile anawaka moto. Mtoto akinyonya pia akiwa anawaka moto. Siku moja nikaota ili kitu yangu la kulia lina uvimbe. Ulikuwa na uvimbe, ule ukawa unapokezea, yani mtoto akinyonya unatoka usaa na maziwa. Lakini namshukuru Mungu kwa kweli baada ya mtumishi wa Mungu kusema kuandika yale mahitaji ambayo mtumishi wa Mungu alisema nikaandika. Namshukuru kwa kweli Mungu, namshukuru na baba pia kwa kuniombea. Ile alitokea siku ya Jumatano baba aligoniombea. Ile alitaka kwa peleka mtu akinyonya ile tu vizuri sikiki na maumivu tena kwa sasa hivi. Namshukuru Mungu tena kwa hilo. Mwingine naye huyu hapa, kuna vile Yesu amekutana naye kwa namna ya ajabu. Msikilize. Amenitendea mema kwa mtoto wangu. Alikuwa akibeba mimba, akijifungua tu mtoto amefariki. Alikuwa na mizao miwili. Mara ya kwanza alibeba mimba, alipofikisha miezi 8 akajifungua kwa operation, mtoto akafariki. Akarudikwa tena. Alipofikisha miezi 9 mimba, akajifungua tena kwa operation, mtoto tena akafariki. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Sasa hivi alibeba mimba, alijifungua salama, nimepata mjukuu. Ninamshukuru sana Mungu kwa hiyo. Kuna mwingine hapa naye ana neno la kutuambia. Hebu tusikilize pamoja. Kwa majina naitwa Kefni Faida. Kwangu ni Nzewe, nimetokea Nzewe. Ile nimekuja nyumbani kujifungua Jasco. Mwaka 2020 nilibeba mimba. Lakini nilimaliza miezi 8 nilifanyia operation. Baada ya hapo mtoto akafariki. 2021 nikabeba mimba na pia mtoto akafariki, nilifanyia operation. Safari hii nimebeba mimba ya 3 ila mtoto sasa hivi nimepata baada ya kuombewa. Kuna mwingine hapa naye ana neno la kutuambia. Hebu tusikilize pamoja. Kwa majina naitwa Jefani Jafeti. Ninamshukuru Mungu kupitia ibada ya Jumapili. Wakati baba anaomba kupata nguvu ya kupata, nilitoa sadaka kwa ajili ya kujiungamanisha na ile nguvu ya kupata. Ninamshukuru Mungu kwa kweli mume wangu alipata siku ya Jumanne. Mwingine huyo hapa, Yesu amemtendea jambo kubwa. Hebu sikiliza mahali ulipo. Majina yangu naitwa Ana Eliabu. Namshukuru Mungu kupitia maombi ya mtu mmoja aliyokuwa anayaongoza mtumishi wa Mungu. Alipotangaza kile siku ya kwanza, siku ya Alhamisi, kwamba Ijumaa atakuwa na maombi ya mtu mmoja. Mimi nilifika mahali hapa maana nilikuwa na tatizo kwenye tumbo langu. Kulikuwa kuna kitu kigumu kinasimama, nasikia maumivu makali sana. Niliandika matatizo yangu kwenye karatasi, nikasimama mahali hapa nikaombewa. Namshukuru Mungu sasa hivi naendelea vizuri, hayo maumivu hamna tena. Amina. Mwingine naye huyu hapa, kuna vile Yesu amekutana naye kwa namna ya ajabu. Msikilize. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Mimi kwa majina yangu naitwa Charles Mkoye, mkazi wa Jasco. Mimi ninamshukuru Mungu kwa ambayo ananitendea kwenye familia yangu. Ninamshukuru kupitia kwa baba yetu mdogo wake na Yesu. Mimi familia yangu ilikuwa inateseka na magonjwa, ilikuwa inateseka kwa kweli. Ilikuwa ni shida, hata ukipata tu hela naenda kwa waganga. Ukipata tu hela naenda kwa waganga. Yaani nimeteseka mno, lakini sasa hivi ninamwona Mungu na hela inaanza sasa kupatikana.
hapo nyumbani kwangu nimeanza sasa hivi na kaujenzi kupitia hii madhabahu ya Unasikiliza kipindi cha Saa ya Urejesho na mdogo wake na Yesu. Habari njema kwa Watanzania wote. Prophet Charles wa urejesho kutoka Katoro Geita. Nabii mwenye upako wa kutatua matatizo yako. Wasiliana naye kwa simu namba 0756 96 40 99. Usiruhusu misukosuko. Prophet Charles anakuja kuivunja vunja. Kutoka Katoro tunakukaribisha katika ibada zetu kwa ajili ya kupokea huduma ya kiroho. Uwe na mateso, magonjwa mbalimbali kama vile kansa, tumbo, miguu kuwaka moto, kukosa uzazi, na hata wewe unayesumbuliwa na wachawi, mapepo, majini, ndoto mbaya, na hata kwa wewe mwanafunzi uwe una matatizo shuleni, vyuoni, kukosa kazi na changamoto mbalimbali za mahusiano. Kwa mawasiliano zaidi utampigia simu namba 0756 40 99 au 0733 73 89 96, au unaweza kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kama mdogo wake na Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yake ya YouTube akijulikana kama mdogo wake na Yesu. Haleluya! Kwa shuhuda hizi msikilizaji, usishupaze moyo wako. Neno la Mungu linasema nisikilizeni ninyi mlio na moyo mshupavu, mlio mbali na haki. Kwa hiyo usishupaze moyo wako unaponisikiliza wakati huu. Kuna watu wamefunguliwa, kuna watu wameponywa, kuna watu wamewekwa huru. Wewe unasubiria nini? Ni nini ambacho kinakuchelewesha? Ni kitu gani ambacho kinakukawiza? Fanya maamuzi sasa. Piga simu 0756964099. Nitarudia 0756964099. Hiyo ni namba ya maombezi, lakini unaweza ukanifuatilia YouTube. Ingia YouTube, andika mdogo wake na Yesu. Utaweza kuona na kusikia kwa ukubwa zaidi jinsi Yesu anavyotenda miujiza. Biblia inasema nisikilizeni enyi wenye mioyo mishupavu. Usishupaze moyo, utakufa na hilo tatizo. Jisalimishe, njoo ili upate ukombozi. Kulikuwa na mwanamke alikuwa anatokwa damu miaka 12 wakati Yesu anafanya huduma. Yule mama aligharimiwa mpaka mali zikaisha kwa sababu alikuwa ameshupaza shingo. Lakini siku alipoamua kwenda, kama utakavyoamua wewe, kama utakavyochukua hatua wewe, itakuwa ni mwisho wa tatizo lako, itakuwa ni mwisho wa kilio chako. Maana niko hapa kwa ajili ya kurejesha majira yako sahihi, kwa ajili ya kurejesha nyakati zako, kwa ajili ya kurejesha baraka zako, kwa ajili ya kurejesha afya yako. Kila kilichoibiwa, kila kilichokufa, kila kilichobomolewa kwenye maisha yako kitakwenda kurejeshwa. Chukua namba ya simu 0756964099. Naitwa mdogo wake na Yesu, Prophet Charles. Ninapatikana hapa katika mji wa Katoro, lakini leo niko masikioni mwako msikilizaji. Chukua namba ya simu, tuma SMS ama utapiga ni 0756964099. Wakati huu unasikiliza kipindi cha Saa ya Urejesho na mdogo wake na Yesu. Habari njema kwa Watanzania wote. Prophet Charles wa urejesho kutoka Katoro Geita. Nabii mwenye upako wa kutatua matatizo yako. Wasiliana naye kwa simu namba 0756 96 40 99. Usiruhusu misukosuko. Prophet Charles anakuja kuivunja vunja. Kutoka Katoro tunakukaribisha katika ibada zetu kwa ajili ya kupokea huduma ya kiroho. Uwe na mateso, magonjwa mbalimbali kama vile kansa, tumbo, miguu kuwaka moto, kukosa uzazi, na hata wewe unayesumbuliwa na wachawi, mapepo, majini, ndoto mbaya, na hata kwa wewe mwanafunzi uwe una matatizo shuleni, vyuoni, kukosa kazi na changamoto mbalimbali za mahusiano. Kwa mawasiliano zaidi utampigia simu namba 0756 40 99 au 0733 73 89 96, au unaweza kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kama mdogo wake na Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yake ya YouTube akijulikana kama mdogo wake na Yesu.